Tumekuja katika eneo la Chunga na hii tume zone B. Zone hii kwa ajili ya kupata uthibitisho wa hii miti ambayo imekatwa. Kiuhalisia kabla ya kufanya zoezi lolote la ukataji lazima afisa misitu apate taarifa na aweze kuangalia ni kwa sababu gani mti unahitaji kukatwa. Aidha ni sababu ya ujenzi ama mti umekaa hatari au ni vinginevyo. Lakini kwa mantiki hiyo kutokana na hali halisi ambayo tumeiona huu ni uharibifu na kupitia kifungu namba 10 cha mwaka 1996 hii ni tuseme kwamba huu ni uharibifu wa maliasili. Na kwa mtu yoyote ambaye kwamba atafanya hivi sheria kali zitachukuliwa. Na tunafahamu kwamba kwa kila mti mmoja kuukata ni shilingi 2500 kwa ajili ya kuomba ruhusa. Lakini fidia yake ya kuukata kinyume na taratibu ni shilingi 700,000 za Kitanzania. Kwa hiyo tunatakiwa tutambue kwamba kufuata sheria ni rahisi sana. Na tunatakiwa tusichukulie sheria mikononi. Tukiendelea kufanya uharibifu kama huu, maana yake mwisho wa siku kitakachokurejea ni majuto. Kwa hiyo tunaomba jamii kwa ujumla tuendelee kufuata taratibu za kisheria, lakini ambapo mti unauona hauna athari kwako, hakuna haja ya kukata kwa sababu faida za miti tunazifahamu. Miti ina faida nyingi sana kwa sisi binadamu. Kwa hiyo kwa huyu ambaye kwamba kafanya tukio hili, hatua za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa hichi ambacho amekifanya. Raia hutakiwi kuvunja sheria, bali unatakiwa uzifuate, na pale ambapo umekosea, ukiambiwa umekosea unatakiwa ukiri ili uelimishwe na maisha yaendelee. Kwa naomba mnielewe kilichotokea.